Tatizo sio kukosa pesa. Tatizo ni kushindwa kujua mahali sahihi pa kuiweka pesa yako. Watu wengi wanafanya kazi kwa bidii, wanapata pesa, lakini wanakosa mwelekeo sahihi wa namna ya kuiwekeza pesa yao ili izidi kuongezeka. Kuna maeneo mbalimbali yenye fursa kubwa za kukuza pesa zako, lakini ili uone matokeo mazuri, lazima uchague maeneo hayo kwa hekima kulingana na malengo ulionayo. Na leo nitakufundisha maeneo 6 ya kuwekeza. Eneo la kwanza ni kwenye hisa. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unaponunua hisa, unakuwa ni miongoni mwa wamiliki wa kampuni hiyo. Kuna aina 2 za faida kwenye hisa. Faida ya kwanza ni kupanda kwa bei ya hisa na faida ya pili ni kupata gawio kutoka kwenye kampuni. Unaponunua hisa, unatakiwa kuchagua kampuni zenye msingi mzuri na ukuaji wa muda mrefu. Eneo la pili ni vipande vya UTT AMIS. UTT AMIS ina mifuko mbalimbali ya uwekezaji ikiwemo mfuko wa pamoja kwa ajili ya uwekezaji wa muda mrefu, mfuko wa wekeza maisha, mfuko wa watoto kwa lengo maalum la kuwekeza kwa ajili ya malengo ya watoto. Pia kuna mfuko wa ukwasi na jikimu. Mfuko wa ukwasi ni kwa ajili ya uwekezaji wa muda mfupi na unaweza kutoa pesa zako wakati wowote. Uwekezaji wa UTT ni uwekezaji salama na rahisi ambao hauhitaji ujuzi mkubwa. Eneo la tatu ni kwenye hati fungani. Hati fungani ni uwekezaji ambao unaikopesha serikali kupitia benki kuu, alafu unapewa riba. Hati fungani ni uwekezaji wa muda mrefu wenye usalama na uhakika wa faida. Eneo la 4 ni kwenye biashara. Biashara ni njia rahisi ya kujipatia kipato kwa kuuza bidhaa au kutoa huduma ambazo zinakidhi mahitaji ya wateja na kutatua changamoto za wateja. Namna sahihi ya kufanya biashara, lazima uzingatie kufanya utafiti wa masoko ili ujue wateja wako ni kina nani na wanahitaji bidhaa gani na kwa muda gani. Eneo la 5 ni kwenye real estate. Real estate ni uwekezaji kwenye mali ambazo hazihamishiki. Inaweza kuwa ni ardhi au majengo. Real estate ni uwekezaji usioshuka thamani na kila baada ya muda thamani yake huwa inaongezeka kulingana na mahitaji ya watu kuzidi kuongezeka. Eneo la 6 ni kwenye usafirishaji. Usafirishaji ni uwekezaji unaotoa huduma za usafiri kupitia magari, bodaboda, bajaji, meli na malori pia. Usafiri ni hitaji la kila siku na kila mtu anahitaji usafiri. Unapowekeza kwenye usafirishaji, lazima ujue ni usafirishaji wa aina gani unaotaka kuufanya kulingana na mtaji ulionao. Anza kuwekeza mapema, gawanya uwekezaji wako kwenye maeneo mbalimbali, usiwekeze sehemu moja. Usiwekeze sehemu usiyoijua. Fanya kwanza utafiti. Hii ndiyo njia ya kufanya uwekezaji kwa njia sahihi na salama.